Naam, karibu tena tuzidi kusikiliza yale ambayo yanajiri ndani ya chumba cha mahakama Dar es Salaam katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ya uhaini. Katika episodi iliyopita ama video yetu iliyopita asubuhi ya leo tuliachia sehemu na ambapo wakili wa serikali alikuwa akimshtakia jaji na kulalamika kwamba kuna watu wanasambaza kesi hii ambayo inamkabili Tundu Lissu mitandaoni na kutoa maoni ya kutisha na maoni mabaya kuhusu mashahidi na hata wengine kusema ya kwamba huenda wakafichua sura za mashahidi wakifichwa uasiri ambao wanawakilishwa kutoa ushahidi dhidi ya Tundu Lissu. Tusonge mbele, lakini kabla tusonge mbele, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele. Katuga anasimama tena na kuhutubia benchi akisema kuwa kuna chama cha siasa kinachotangaza hadharani kwamba mashahidi wote wanaolindwa hatimaye watafichuliwa. Anasema kuwa siku moja hata yeye mwenyewe angeweza kuambiwa kwamba aliwahi kutoa ushahidi kama shahidi anayelindwa, akimaanisha kuwa uadilifu wa ulinzi wa siri wa mashahidi unadhoofishwa mahakamani. Anaitaka mahakama kufanya uamuzi ili kuondoa kile anachoeleza kuwa ni jitihada za kupunguza imani ya umma kwa mahakama. Anadai zaidi kwamba hata mawakili wakuu wanaoheshimika sana ndani ya jamii wanajadili kesi hiyo kwa njia anayoiita ya kupotosha na kudanganya. Kulingana na yeye, maoni kama haya ni hatari kwa haki ya kesi. Upande wa mashtaka unasisitiza kuwa lazima mahakama iingilie kati kabla hali haijawa mbaya zaidi mitandaoni na nchini. Tundu Lissu akisimama kujibu mara moja na kuwataka majaji kutokubali kile anachoeleza kuwa ni mwaliko wa serikali kuingia katika eneo hatarishi. Anasema kuwa malalamiko ya upande wa mashtaka ni ya jinai kwa asili, lakini hakuna kitendo chochote kinachodaiwa kilichotokea mbele ya mahakama. Anasisitiza kuwa majaji wenyewe hawajaona wala kusikia madai ya utovu wa nidhamu wenyewe wakati wa shauri hilo. Anasema mahakama haijawasilishwa maelezo kamili ya nini hasa kilifanyika. Tundu Lissu anaonya kuwa iwapo mahakama itaanza kutoa maamuzi ya mambo ambayo hayako moja kwa moja mbele yake, itafungua milango ya mambo yasiyoisha na yasiyoweza kusimamiwa. Anaweka ombi la upande wa mashtaka kama jaribio la kuvuta benchi kwenye uwanja wa vita bila sheria za kisheria. Tundu Lissu anaendelea kwa kueleza kuwa iwapo serikali inaamini kuwa uhalifu umetendeka, inapaswa kufungua kesi inayostahili katika mahakama yenye mamlaka. Anawakumbusha majaji kuwa zipo taratibu zilizowekwa za kuwashughulikia mawakili wanaokiuka maadili ya kitaaluma. Anasisitiza kuwa mahakama ya sasa isigeuzwe kwa uwanja wa nidhamu kwa madai ya tabia za nje. Anaelezea ombi la upande wa mashtaka kama mwaliko katika uwanja ambao hauna mipaka ya kiutaratibu. Kwa maoni yake, suala lililoibuliwa haliko sawa katika mahakama hii. Anahitimisha kuwa majaji wanaombwa watoke nje ya mamlaka yao halali. Kisha anainua kile anachoita wasiwasi wake mkuu, akisema kwamba inaonekana kuna hamu ya kusukuma kesi hii ya uhaini ya hali ya juu gizani na watu wasiweze kupata habari ni kipi kinaendelea ndani ya mahakama. Kwa mujibu wa Tundu Lissu na matamshi yake, upande wa mashtaka hautaki mjadala wa umma kuhusu kesi ya ukubwa huo. Anasema serikali inaendelea kurejelea majadiliano ya umma kana kwamba ni jambo linaloweza kunyamazishwa. Anasema kwa haiwezekani kuzima mjadala wa kitaifa mitandaoni kuhusu kesi ya kiwango aina hii. Kwa sauti ya kushangaza, Tundu Lissu anapendekeza kwamba ikiwa watajaribu kunyamazisha majadiliano kuhusu kesi ya uhaini hii, itawabidi kunyamazisha nchi nzima. Anahitimisha uwasilishaji wake kwa kuitaka benchi kupinga kuingizwa katika kuzuia uchunguzi wa umma na maoni ya umma. Katuga anasimama tena kufafanua msimamo wa serikali akimpinga Lissu, akisema waliitaka mahakama kuchukua hatua chini ya kifungu cha 114 cha kanuni ya adhabu. Anasisitiza kuwa maoni yanayoendelea yanaathiri uaminifu wa mashahidi wanaolindwa. Anasema kuwa ufafanuzi huo unaleta ugumu kwa upande wa mashtaka katika kuwasilisha mashahidi wake. Kulingana naye, ikiwa mahakama itashughulikia masuala haya sasa, kesi hazitasonga mbele kwa haki. Anadokeza kuwa kuna sababu za ziada kwa nini baadhi ya mashahidi wanaweza kusita kufika mahakamani. Hata hivyo, anaacha kufafanua kikamilifu katika mahakama ya wazi. Katuga anadai zaidi kuwa kesi zinazoendelea ndani ya chumba cha mahakama Dar es Salaam zinachapishwa mitandaoni. Anapendekeza kuwa kiwango hiki cha mfiduo ni shida. Hata hivyo, maana yake ni kwamba kuripoti kwa umma kwa ushahidi kunaweza kuwatishia mashahidi. Chumba cha mahakama kinanung'unika
kidogo kwa madai haya. Waangalizi wanatafsiri wasiwasi wa mwendesha mashtaka kama jaribio la kupunguza ripoti na majadiliano ya kesi hii ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu. Mvutano kati ya uwazi na ulinzi wa mashahidi unakuwa wazi zaidi. Kuna mtizamo unaokuwa miongoni mwa baadhi ya waangalizi kwamba upande wa mashtaka ungependelea kesi iendelee kwa karibu usiri. Hata hivyo, wakosoaji wanaamini kuwa serikali haijaridhishwa na jinsi kesi hiyo inavyojadiliwa kwa uwazi kitaifa na kimataifa na mitandaoni. Wengine wanahisi kwamba upande wa mashtaka unaonekana kutotulizwa na ukweli kwamba kutopatana kwa mashahidi kunachambuliwa hadharani. Wengine wanaakisia kwamba mashahidi wanaweza kusita kufika, si kwa sababu ya vitisho, bali kwa sababu ushuhuda wao unachunguzwa zaidi. Mazingira mahakamani yanashtakiwa kwa tafsiri zinazoshindana. Majaji wanaendelea kuwa watulivu huku pande zote mbili zikisisitiza hoja zao. Hata hivyo, inafaa kufahamu kuwa hapo awali majaji walionyesha kuwa majadiliano haya yalikuwa yanazuiliwa hapo awali ili kubaini kama yalikuwa masuala muhimu. Hata hivyo, mashauriano yanaonekana zaidi kama tathmini ya ndani ya umuhimu badala ya mchakato rasmi wa kiutawala. Baada ya muda, benchi inakamilisha mashauri yake. Macho yote sasa yanamgeukia jaji kiongozi Dastan Ndunguru. Kimya kinatanda huku mahakamani, huku akijiandaa kuongea. Uamuzi kuhusu mzozo huu wa kiutaratibu unakaribia kutolewa na jaji. Hakimu Ndunguru anaeleza kuwa mahakama imesikiliza hoja zote za pande zote mbili. Anasisitiza kuwa mahakama inazingatia mara kwa mara kifungu cha 114 na haihitaji kusubiri upande utoe wasiwasi kabla ya kuchukua hatua. Anasema iwapo mahakama itaona jambo lisilofaa mahakamani, itachukua hatua zinazofaa kwa hoja yake yenyewe. Anawataka wahusika wote kuepuka tabia ambayo inaweza kukiuka kifungu hicho cha 114. Wakati huo huo, anaweka wazi kuwa matumizi ya kifungu cha 114 ni ndani ya uamuzi wa mahakama na majaji. Majaji wataiomba tu ikiwa wataona ni muhimu. Kisha hakimu anaamuru kwamba kesi isogezwe mbele na ushahidi wa mashahidi. Anasisitiza kwamba usimamizi wa kifungu cha 114 unabaki ndani ya uwanja wa kipekee wa mahakama. Benchi inaweka wazi kuwa haihitaji maelekezo kutoka kwa upande wowote juu ya jinsi ya kutekeleza mamlaka yake. Ujumbe unaonekana kuwa dhabiti, lakini umepimwa. Hakuna kizuizi cha haraka kilichowekwa kwenye kuripoti au majadiliano. Mahakama inachagua kuendelea na ushahidi badala ya kupanua mzozo. Kisha wakili wa serikali anathibitisha kwamba shahidi anayefuata atakuwa shahidi wa umma anayetambuliwa kama shahidi wa mwendesha mashtaka nambari 12. Upande wa mashtaka unaashiria kuwa tayari kuendelea. Waangalizi hutafsiri jibu la benchi kama kikumbusho cha hila kwa serikali kuzingatia kuwasilisha kesi yake. Kuna hisia kwamba majaji wamekataa kuingizwa katika mijadala mipana kuhusu maoni ya mitandao ya kijamii. Hali ya chumba cha mahakama inarudi nyuma kuelekea kesi za ushahidi. Tahadhari sasa inaelekezwa kwa afisa wa polisi ambaye yuko karibu kutoa ushahidi. Kwa muhtasari, majaji wanaonekana kuwaambia upande wa mashtaka kuzingatia kesi badala ya maoni ya nje. Uamuzi wa benchi unapendekeza kwamba ingawa kifungu cha 114 kipo, maombi yake yanategemea tu mahakama. Jaribio la mwendesha mashtaka la kuzuia mjadala mpana halikusababisha uingiliaji kati wa mahakama mara moja. Mvutano unabaki, lakini kesi zinaendelea. Awamu inayofuata sasa inahusu ushahidi wa shahidi wa polisi anayekuja kizimbani. Sasa chumba cha mahakama kinajiandaa huku taharuki inatanda kwa awamu nyingine ya uchunguzi mkali, huku kesi ikiendelea na shahidi akisubiriwa kupandishwa mbele ya mahakama. Mtazamaji, tutaweza kusonga mbele kuanzia hapa katika video itakayofuata. Ili upate ujumbe kwenye simu yako kama tusha upload video hiyo mpya, basi bonyeza alama like kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele chini ya video hii ili kutazama chapisho letu lililopita la jinsi mahakama ama kesi ya leo ilivyoanza. Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza huko.